habari ya huko safe? Bwana, namshukuru Mungu, sijui wewe. Naam, sisi tuko vyema kabisa. Habari za Tanga huko? Bwana, Tanga ni wazima, wanawasalimu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kubaki na pumzi ambayo ni haki yake katika haki ambazo anapaswa kunipa. Mimi bwana niko buheri kabisa kaka. Ndio, mmesalimika na mvua huko ama ni jua tu? Mvua jana bwana tulikuwa nayo nyingi kama sehemu ya neema, na leo tunajua na vijimawingu kidogo, lakini ni katika kujenga afya na vitu vingine. Ndio. Safe, mara baada ya jana sekeseke kubwa kutoka kwa bodi ya ligi na watani zenu hawa The Young Africans. Tuliona mambo yalikuwa mengi kweli. Bodi ya ligi ikiwaita Young Africans kujadili mambo mbalimbali. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, mchezo nambari 184, lakini mara baada ya kikao kile Young Africans wakaja na tamko kupitia kwa afisa habari wao Ali Kamwe. Na leo asubuhi hii mapema Wekundu wa Msimbazi Simba mmekuja na taarifa kwa umma, nadhani umeiona. Taarifa ya Simba sijaipitia, nisiwe muongo, kwa sababu toka asubuhi nilikuwa busy sana. Ndio. Lakini turudi katika jambo la jana ambalo nilifuatilia kwa kina sana. Ndio. Na kakaangu nikwambie, katika jambo kubwa na baya katika nchi hii ni baada ya kuchukua wanahabari kulazimisha waingie katika mpira bila ya kujali wana viwango kiasi gani katika mpira. Sawa. Nilikaa jana kumsikiliza vizuri Ali Kamwe. Mimi niliwahi kusema katika baadhi ya vipindi vyangu huko nyuma, nilisema Ali Kamwe hapaswi kuizungumzia klabu yoyote, yani sio kwa Yanga, hapaswi kuzungumzia klabu yoyote kwa sababu hana maarifa hata theluthi ya mpira. Yani ni mtu ambaye hakuwahi kucheza mpira wenyewe, hakuwahi kufuatilia mpira wenyewe na haujui mpira wenyewe. Yeye alitobarikiwa, alikwenda kujifunza tu tasnia ya habari, baada ya kutoka akajua lugha ya Kiingereza, kutafuta zile sheria 17 na utakuwa umenifahamu kaka. Na kupata vilivyo hivyo ndio vitu ambavyo vinapelekea mpira wetu kuporomoka. Nikwambie mfano wa kawaida tu. Jana wakati wameitwa wa mabwana kwenda kukaa na bodi ya ligi, mimi binafsi niliona msimamo mdogo wa bodi ya ligi. Sawa, kwa maana bodi ya ligi ni kama walikosea. Yes, hawakuwa right, ndo wamefufua hiki unachokiona. Yani brother, kuna neno huwa nalitumia, sina maana ya tusi. Mimi mtu wa pwani na haki ya kutumia neno hilo. Mjinga anapokuwa ameshikilia ujinga wake, usianze kushindana naye, kwa sababu ukishindana na mjinga atataka kukuleta katika ujinga wake, atakushinda kwa sababu hiyo ndo dunia yake. Sawa. Nitumie mfano. Wewe ukiwa unabishana na mjinga akakwambia wewe mjinga, ukimwambia mjinga mwenyewe manake umekubali kuishi kwenye dunia yake, atakutoletea neno jingine litakukera, mwisho mtakuwa mnabishana. Wakipita mwerevu anasema nimewakuta wajinga wawili wanafanya nini? Wanabishana. Yes. Katika hoja hii kimsingi haikuwa hoja ya kuwatafuta tena Yanga, kwa sababu dakika ya mwisho hoja hii sheria zinatakiwa zikafanye kazi. Mimi nilizungumza kipindi cha nyuma, nadhani nazungumza na vyombo tofauti, niliwaambia mimi niwe kufuatilia sekeseke moja. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, kanuni tufanye ndio sheria, FIFA wanatunga sheria. Kwa mujibu wa sheria za FIFA zinazitaka vilabu vyote viwe na timu ya vijana. Sahihi kabisa. Kuanzia miaka 20 na chini. Ndio. Kuna mechi mwezi wa pili nadhani ilikuwa inachezwa kati ya Simba na Yanga. Mechi ile haikuchezwa kwa sababu mwezi wa 3 hawa Yanga hawakupata usajili. Naam, tuendelee. Umeelewa? Kwa maana kwa sheria ile ambayo FIFA waliileta, ilipaswa Yanga kushushwa daraja. Kwa sababu ni sheria, lazima uwe na timu. TFF hawa ndio walichukua busara. Hawa TFF ndio walifanya jambo lipite, na leo tunaendelea na ligi na bado wanadai ubingwa. Utakuwa umenifahamu sio kaka? Nakufahamu vilivyo. Ni namna gani, ni seva gani ambayo mnataka nyinyi mpewe ili ionekane watu wengine watendewe yake? Sio jambo dogo hilo, lakini hawa waliwahi kufanya masajili wakati muda usajili umepita, na TFF wakawafanyia favor vile. Kina Kisinda kama una kumbukumbu nzuri. Umeelewa bwana? Sio katika hoja hiyo, katika hoja nyingi. Kwani ni mambo mangapi Yanga waliwahi kuyavuruga hapa? Ni makubwa. Waliwahi kuwapa mikataba wachezaji, wakawapa mikataba na wengine wakawajui pa kuwapeleka, na wengine wakaleta ripoti TFF kwamba sisi kina nani wale, yule ambaye aliwahi kuchezea mpaka South Africa,
Kambole, umenielewa vizuri? Ndio. Wakalazimishwa wachezaji wale kutiwa mfukoni, wakawa wanafanya mazoezi na timu, wachezaji wana masajili. Ni vurugu mechi brother. Na bado hata katikati hapa kulitokea taarifa pia vile vile za kuwa yuko mchezaji hawakutimiza taratibu zake za kiusajili. Kama unakumbuka, sisi tukahisi kuwa ni Pacome. Ndio. TFF ndo wanawafeva kutoka katika hizo ngazi kubwa, ikitoka kafu, ikitoka FIFA, TFF wanakwenda wanakinga kifua. Leo kwa tatizo lenu, unajua nirudi brother. Mimi na wewe tuje kuzungumzia tatizo hili, nirudi kukukumbusha. Sawa. Tatizo tulilonalo sisi lilianzishwa na maagizo ya viongozi wa Yanga. Yule meneja wa uwanja ambaye aliwazuia Simba wasiingie, si ndio Sosi? Ndio. Watu wamehama brother. Angalia watu walivyo ajabu. Yaani wameimbishwa nyimbo ambayo haipo. Eti watu wamehama. Sosi ya msingi haijadiliwi, wanaulizwa bodi ya ligi kuahirisha mechi. Ndio. Bodi ya ligi kurupuka. Mbona hawakuahirisha mechi ya kwanza ambayo tumecheza Simba tukajifunga? Kwa nini kuahirisha? Haki za kimsingi, kanuni zilifuatwa na taratibu zilifuatwa. Simba alikuwa mwenyeji, yeye Yanga hakutaka kuja, angekuja angepewa acheze mazoezi. Sawa. Kwa nini iwe mechi ya pili tu? Na jana nilibahatika kumsikia hata mzee Sande Manara. Nimemshangaa, mzee amecheza mpira. Si umenielewa? Sasa mimi naanza kupata mashaka kwamba mashabiki wengi wa Yanga hawana uwezo wa kuzungumzia mpira na hawana maarifa na mpira hata kama wameucheza. Mzee naye anazungumza, anataka bodi isimame kwenda kuomba radhi. Mimi nifikiri mzee Sande Manara atasimama waulize Yanga ni nani aliyekwenda kuwazuia Simba, ni kiongozi gani aliyepiga simu, kwa sababu jana kwa mujibu wa CEO wa bodi ya ligi, ndio juu ya upelelezi wao wamegundua kuna simu ilipigwa na kiongozi mkubwa. Maana yake wenyewe ndio Sefu hapo Ali Kamwe alikiri kwamba Almas Kasongo CEO wa bodi ya ligi alisema kwamba walipata taarifa ama meneja wa uwanja alipigiwa simu na kiongozi mkubwa kutoka juu asifungue mageti. Ndio. Umeelewa vizuri? Ndio. Sasa ndo tunakwenda mbele. Lakini ni jinsi gani TFF walivyo na busara. Niendelee kusema wana busara. Maana kuanza kuwagusa viongozi wakubwa kwenda kuwadhalilisha viongozi hawa, wana familia, wana nini? Sasa adabu hawana hawa Yanga, kwa sababu kiongozi aliyepiga simu ni kiongozi wao. Na sisi tukisema kiongozi wa juu tunajua nani ambaye hawezi kujizuia katika mipira, na sisi tunaona noma tukumtaja. Nadhani wote tutashare pamoja, yuko mtu hawezi kujizuia katika mipira. Umeelewa bana? Yeye yuko kwenye bodi ya wadhamini wa Yanga na bado ana klabu nyingine upande mwingine. Huyo ni mtu ambaye kitaalamu hana uwezo hata wa kujizuia. Sasa Almas leo asimame akiri katika jamii, aseme mimi ambaye yani kiongozi tulomweni huyu fulani alipiga simu. Yes, tuna mila na desturi zetu. Angalia watu walivyo wahovyo hawa. Brother, watu ni wahovyo kweli kweli. Ndio. Sasa turudi, mimi bodi ya ligi hili nione iko sawa sawa. Nataka wasilete timu washindwe kuwaadhibu, na mimi nitageuka. Nitasema kweli nyinyi bodi ya ligi mkuu sawa. Si muda wa kwanza kubembeleza mtu ambaye hana maarifa sawa sawa. Si muda wa kubembeleza mtu ambaye hana adabu. Maneno ya jana ya Alikamwe, ukisikiliza maneno ya kamati yao, maneno ya wale wazee, ni kuwa hawana adabu na mpira wetu. Huo ndio ukweli my brother. Sefu, nataka kufahamu kutoka kwako. Mara jana baada ya wito mashabiki wa Young Africans walikwenda makao makuu ya bodi ya ligi, ilhali walioitwa ni viongozi wao kwa ajili ya jambo husika. Na hii si mara ya kwanza, hata kilipoitishwa kikao cha wizara, TFF kwa maana na bodi ya ligi na vilabu hivi viwili Simba na Yanga kujadili mustakbali wa dabi, mashabiki wa klabu hiyo pia walikwenda katika dimba la Benjamin Mkapa nje na kufanya kile ambacho waliamini ni sahihi kwa upande wao. Hii imekaaje labda na mnaitazama kwa namna gani? My brother, nitakukumbusha tukio alafu pengine nikaguse tena hapo. Ukiuona moto umewaka, unaunguza nyumba, unafanya vitu vyote, ulianza na cheche. Ndio. Umeelewa? Hizi sio tabia halisi za kimpira. Ni vitu vya ovyo sana ambapo serikali leo inaviangalia na inavifumbia macho, baadaye vinaweza kutuletea madhara makubwa. Mkiwaacha wakaandamana watu 10 au wakaandamana watu 20, kesho wataanza kuona kumbe inawezekana kutoka tu mabarabarani. Na jana walikuwa wakipiga chinja kwa minadhiri ya maandamano. Tunasema nchi yetu tunaomba iwe na busara. Umenielewa vizuri? Naomba wenzetu wafanye nchi itawalike tu kitaratibu. Huu ni utumbo wao, ni uovu wao umeufanya, hata uadhibu wawe na adabu mbele.
Kwa hiyo kile unachokiona ni nje ya mpira, na ndio maana naona umekiojia swali, kwa sababu hakiko kwenye tabia ya kawaida ya mpira. Lakini kile kimetunzwa na nini kaka? Kile kimetunzwa na hawa viongozi ambao hawajitambui wa serikali. Wameacha kazi zao za msingi, wameenda kuwabeba hawa watu kwa muda mrefu. Sasa kule kubebwa kumewafanya watu wanajiona wanaweza kufanya kitu chochote. Ndio ile hali ambayo unaiona. Hivi brother, wameitwa viongozi wako, walikuwa na haja gani wewe kufika mahakamani wakati wameitwa viongozi wako? Labda ni katika kuweka shinikizo kwenye hicho anachokiamini. Hapana, ni kuashiria pia muamini. Mnawashindikiza vipi watu ambao waacheni waende, afu nyinyi mtakutana nao? Kwani wao hawajui wapi viongozi wao wanakutana nao? Ile ni kuitusi serikali brother. Kule ni kuonyesha kwa hatuna serikali imara. Umenielewa vizuri? Na sio tabia yao ya mara ya kwanza, wamewahi kusindikiza gari ya Yusuf Manji. Sasa mimi juzi nilisema na nasema kwako, basi watoke watu watamke kwamba hii nchi, wenye nchi ni hawa. Si tulengo kuwa bwana hawa Yanga ndio watu wenye nchi, sisi tujue, sababu wanafanya vitu vingi vya hovyo. Uliwahi kuona lini Simba wanafanya ujinga wa namna ile? Wapi? Kwa hiyo brother, hawa jamaa sio watu wa mpira. Mimi nasema mara kwa mara, hawa jamaa si watu wa mpira. Hawa jamaa ni makundi, ni magenge ya wahuni tu fulani wamejikusanya kwa pamoja. Mimi sitoacha kusema kweli brother, wala sitoofu katika hili. Umeelewa vizuri? Haya ni magenge ya wahuni waliokaa kwa pamoja wakakubaliana, na sisi tuwemo katika mpira, kwa sababu hawana busara katika mpira, sio wafuatiliaji wa kanuni katika mpira, ni wavunjifu wa vitu vingi katika mpira, na wanawakalilisha hivyo mashabiki zao. Na hicho unachokiona, hawa wanakwenda kuwatisha TFF kwamba kama leo sisi tunaweza kuandamana vipi ukitukata pointi. Ndio maana anathubutu kusimama eti mtu mmoja tu anasema hakuna mwanaume yoyote wa kutukata pointi. Sio maneno ya kukashifu watu. Yaani wewe alikamwe panya tu, hata maziwa haja kutoka kifuani. Wewe Almas Kasongo asiwe mwanaume kwako, anakuzidi watoto, anakuzidi uzito, anakuzidi fedha na uelewa na elimu pia. Sio, umenielewa? Ndio. Alafu watu wa pwani tuna ile hali, unamheshimu mtu kulingana na hadhi yake. Anajua nini kuwazidi kina Mguto, anajua nini kuwazidi kina Almas. Lakini anasimama hakuna mwanaume wote anaweza akakata pointi zetu. Ni maneno ya kike brother. Hayapo katika mpira, na adabu pia ana yule kijana. Mimi bwana, muono wangu ni huo my brother. Mimi katika haki nitaendelea kusimamia haki. Hawa watu ni waharibifu na huu ujinga wametunzwa nao muda mrefu, sasa wameamua kuutoa. Sasa tunawasihi viongozi wao walowapa hawa ujinga, wakae nao wawaambie hakuna mtu atawavumilia kwa huu ujinga wao. Sisi tunahitaji tuone mpira unachezwa. Wao kama hawaji wakae kimya, wasije. Kama wanazo hizo nguvu, sio susubiri muda, sio tena kuanza kukaa kukashifu watu. Sababu zile ni kashfa. Nadhani umemfuatilia CEO wa ligi. Alichokizungumza. Umeona busara iliyotumika kubwa. Hivi ukimfuatilia alichozungumza, busara ni ipi? Yeye alijibu kile ambacho alikuwa akiulizwa na wanahabari. Yaani kuna vitu havijibiki. Kwa mfano wanahabari walimuuliza, wewe unawadai TFF? Wanahabari walimuuliza hivyo? Hapana. Mapendekezo uliyopeleka si yako manne? Ndio. Anasema mapendekezo ni manne, lakini yako katika nukta mbili, muktadha wa kwanza na wa pili. Ni sawa, lakini unasimama mpaka kutaja kitu unachodai TFF. Hivi Yanga kama taasisi inafanya kazi zake kwa vyombo vya habari au documentary? Naam. Swali langu kwako tu, nataka sijaipata vizuri kidogo. Yanga kama chombo, ndio, kama taasisi kinadai kwenye vyombo vya habari, kinadai kwa documentary. Kuna taratibu za kufuatwa kama vilabu na kupeleka sehemu husika, hayo nini? Okay. Sasa zikipunjwa taratibu, mtu akasimama hadharani na kusema huyo anakuwa nani? Anakuwa anafanya makosa. Hilo ndo kazi yao. Na kwa sababu wenyewe hawajui wanapokosea. Maana yake unajua bwana, nikwambie shekhe, sisi wa Afrika tulifeli kwa sababu hatuambiani kweli. Waafrika tulifeli kwa sababu hatuambiani kweli. Ili tuambiane kweli, ukweli wa mashabiki wengi wa Yanga, ujinga ndio asili yao brother. Sijatukana. Wakija tutawaambia ujinga wao unaanzia wapi. Ndio. Naam, mashabiki wengi wa mtani wako kwa maana da Young Africans wanaendeshwa na ujinga mkubwa. Sasa mimi naomba tukomee hapo, lakini mara baada ya kuipitia taarifa kwa umma ya wekundu wa Msimbazi Simba, nadhani nitakurudia ili tuweze kuzungumza hili ambalo wamelitoa Simba Sports Club. Hakuna shida kaka, muda wowote, wasaa wowote, kwa niaba ya Simba ndio nitafute tuzungumze. Shukrani sana, nikutakie majukumu mema sasa. Amina.